ana numbers, ana posti clip, anapata comments kwa wasanii wakubwa. Sasa hicho ambacho ndio shoot video. Sasa hicho ndio nilichokuwa nasema. Hahitaji kuwa na director mkubwa. Content. Yaani ni msanii ambaye yupo kambia ya Nyarugusu Kigoma. Lakini ana numbers. Na clip moja tumekutana nayo ina jamaa mmoja anasema kwamba sasa hivi wasanii hawapashi kufocus kutoa music video, inabidi wafocus kwenye kutengeneza content ili watengeneze demand. Ukishatengeneza demand ndio waweze kufikiria kutengeneza content. Wewe hiyo unaionaje bwana? Jamaa ana hoja ya msingi sana. Unajua kwa sababu kwenye kuuza muziki hauwezi kutegemea platform ya video ni moja tu. Ni moja, of course. Ni YouTube yeah. Umeelewa? Platform ya audio, yani platform ya video inayokulipa ni YouTube. Utaongeza gharama, utaupload ngoma yako, itakuingizia hela. Lakini platform za audio ni nyingi sana ambazo zinaweza zikakuingizia hela. Kwa hiyo lengo ni watu wakasikilize muziki wako. Nature ya muziki sio kutazama. Yani nature ya muziki haikuwa video. Haikuwa video. Yani video ilikuja baada ya kuwepo na hizi TV na nini. Nakumbuka hata music video za kwanza Bongo zilianza kushutiwa na makampuni ambayo ya television ili yaweze kupata Channel 5 hata Star TV na yenyewe, kwa sababu muziki nature yake ni kusikilizwa. Umeelewa? Sasa hivi unahitaji, kuna platform za kutengeneza video tofauti, labda TikTok, Instagram na nini, Twitter, wapi unaweza upload video yako hata kama umeshoot na simu. Kwa hiyo kule watu ndo wapo zaidi kuliko YouTube. Tumekuja hapa nikawa nakwambia mimi kuna nyimbo nazipenda kabisa na zina music video, lakini mimi sijawahi kujishughulisha na music video kabisa. Lakini wakuta ngoma mimi nimeijua kupitia challenge au content ambayo msanii alitengeneza akaiupload TikTok. Unaelewa? Kwa hiyo jamaa ana hoja kutoa milioni 10, 20 ukatengeneze video ya dakika 4. Unaenda kuiupload YouTube. Wakati watu hawana awareness na ambacho unakipush, especially hawana awareness na hiyo nyimbo ambayo umeenda kutengeneza video. Kama vile unavyosema hujatengeneza demand. Mfano let's say kama msanii mpya hatukufahamu, au unaweza kuwa tunakufahamu lakini labda umeachia nyimbo hatuifahamu, unaweza kutengeneza music video. Yaani maana paka mtu ana invest time yake anaenda YouTube kwenda kuangalia music video, anajua sasa hichi ni kitu ambacho kina mantiki, yani kwamba ni ngoma nilipenda, sasa ngoja nikaangalia music video. Kwa hiyo tuseme ni hoja yake ina mantiki sana kwamba wasanii is better focus kwenye kutengeneza content kuliko kushoot music video. Na kwa sababu unajua music video si sehemu ya content. Ifanye iwe ni product ya mwisho, kwa sababu unaingiza gharama nyingi sana. Yani kwamba una concentrate, nasema kwamba unaweka mayai mengi kwenye sehemu moja. Yani unachotakiwa kufanya ni kwamba si ndio biashara ya hiyo wimbo wako, inabidi utengenezee video ambayo utaingia cost za hela nyingi na unategemea hiyo hela irudi, kwa sababu lengo ni hela kurudi. Mwanzoni utakuwa unatengeneza video kwa sababu ni sehemu ya kumpromote msanii, watu watamtazama YouTube, atapata numbers, atapata shows na nini, kwa sababu pia kulikuwa hakuna hiyo awareness ya kusikiliza muziki. So kuna watu pia wanaitumia YouTube kama platform ya kusikiliza muziki. Ndio maana una uwezo ukaweka video ni lyrics video ikapata wasikilizaji kuliko wewe ambao umetoa video official. Umeelewa? Kwa kuliko kuingia kwenye lengo la kutengeneza video official, ilikuwa ni kwa ajili ya kupeleka kwenye hizi tradition media waweze kupata nyimbo za kuplay. Actually kwa miaka 5-10 iliyopita ilikuwa ni njia effective kwa kipindi hicho, kwa sababu wafikia watu, kwa sababu njia kubwa ya kufikia watu ilikuwa ni kwa kupitia TV. Yani kwamba ukitatoa video yako utaipeleka East Africa iplay, watu waweze kuiona, akikuona kule promoter hata kutafutia shows, kwa sababu watu wanakuona kwenye TV, wanahitaji kukuona live, hawana platform nyingine ya wewe kuanza kukuona. Lakini na kama unavyojua sasa hivi watu sasa hivi waangalie TV. Watu wako busy TikTok na Instagram, watu wameshinda kwenye simu zao. Na hata anayeangalia TV sio, wanasema nini wale, sio consumer. Ni mtoto ametoka zake shule amekuta channel, ana simu, lakini kitu chochote ambacho ako nacho ni TV. Acha niwashe TV niangalia na nini. Asa ile kule tushatoka.
tulianza kutoka tulivyoanza kushift kwenye YouTube. Wakati YouTube inakuja, wasanii wanatumia gharama kubwa kurekodi nyimbo kwa ajili ya kuupload YouTube. Pale ndio tulikuwa tunaanza sasa kwenye kushift. Sasa tukaja kwenye Instagram. Kwamba sasa zamani ilikuwa msanii ili umuone ni kwenye music video au akiwa anafanyiwa interview kwenye kipindi cha TV. Ndo unamuona pale. Yule pale Kiuchila bwana. Kiuchila bwana, ndo ilikuwa option. Sasa hivi msanii ana option ya sisi kumuona maisha yake. Yani anaweza akamua aende live tumuone anakula tumuone anafanya. Yani kuna njia nyingi za msanii kuweza kujipublicize au like kufanya aonekane, kwa sababu pia kama ni msanii wewe ni product lazima watu waifahamu waijue kama nataka kuiconsume. The only way ni kama hiyo, mfano kama kutumia mitandao ya kijamii. Na kutumia mitandao ya kijamii ndio kama hivyo, kwamba utengeneze contents, ugo live, watu wakuone na nini. Sababu wewe ukitengeneza video sasa hivi ukaiupload, labda umetumia milioni 20, mimi siwezi kuirudia video yako kuitazama zaidi ya mara 5. Hamna. So rahisi. Nitaitazama hivi, afu baadaye nitaenda kutafuta platform ambayo naweza nikausikiliza muziki. Lakini wewe kwenye ile milioni 20 ungeinvest kwenye kutengeneza content tofauti zaidi hata ya 10. Kwanza una generate number ya watu kukufahamu. Pia unamkumbusha mtu kwenda kusikiliza muziki wako. Kwa mfano nimeona labda nyimbo iko TikTok ina trend. Na maana mimi TikTok hainipi option ya kuisikiliza nyimbo yote, na siwezi kuisikiliza kwa quality halisi ya wimbo. Wewe umerekodi challenge yako fulani, nitaiona mara ya kwanza, nitapuuzia. Utabadilisha location, labda utabadilisha muonekano, nitaiona. Ni kwamba una nafasi ya kuweza kupresent nyimbo moja katika mazingira tofauti, themes tofauti, feelings tofauti. Utaanza kutumia influencers pia. Kuna watu wana numbers. Kuna watu wako Instagram, wao kazi yao ni kucheza muziki. Dancers. Kuna TikTok, wao ni kazi yao ni kufanya challenge za muziki. Watumie wale watu wana mashabiki wana audience ambao wanayo tayari, ambao pia sio mashabiki zako. Kwa wewe unamtumia yeye kukutanisha na mashabiki wake ambao wanaenda kuja kuwa mashabiki zako. Kama wakipenda ile product, kitendo cha kwenda Spotify akasikiliza muziki wako, au akaenda hata YouTube akakuta umeweka lyrics video, umeweka challenge video, buzz performance video, baadaye umekuja umeweka hiyo official video, actually atasubscribe. Kwa hiyo tayari umemtengeneza mteja. Au atakufuata kwenye page yako ya Instagram, atakufollow. Ina maana yeye atakuwa ni sehemu ya followers wako. Kesho ukienda kutangaza EP au album ukaiposti Instagram, tayari yeye anapata ile taarifa moja kwa moja. Yes, amekufollow kwa sababu kwenye product zako wewe unatumia nguvu kwenye kutengeneza content. Yaani msanii unabidi utengeneze content. Yaani kama una manager anabidi either ana uwezo wa kutengeneza content, au una content creator ambaye uko naye timu yako, umeelewa, ambaye ana uwezo wa kufikiria to generate content gani leo. Kwa sababu unaweza kuwa una ngoma moja ukaitengenezea content hata zaidi ya 10. Na hamna platform ambayo inakulimit kuto-upload wimbo wako. Upload TikTok, na sio lazima utumie account yako. Kwa sababu ukifanya promotion kwa kutumia account yako au tengenezi mashabiki wapya, unawapa taarifa mashabiki zako kwamba umeachia product. Lakini kama unamtumia mtu mwingine kwenye kupromote muziki wako, ina maana sasa wale watu wanakuja kwako. Kwa mfano mzuri kama Jaiva, ile ngoma yake Mtoto Kautaka. Mimi sijui video, lakini of course mfano mzuri ni Jaiva Mtoto Kautaka. Kwamba ngoma imekuwa nzuri, yani like imeenda mpaka imefika point, yani hata video imetoka watu hata mfano mimi mwenyewe video yake sifahamu, ila imeondoka kwa sababu ya zile content ambazo walizifanya nyingi, zimewafikia watu. Ndio maana unakuta hadi kuna wasanii wa Nigeria wakubwa wanaijua, yani wana uwezo wa kuimba hizo lyrics. Mtu kama niliona Burna Boy, Juskati nimeona Davido pia, wote wana uwezo wa kuisikiliza, lakini imewafikia
kutokana na zile video ambazo Videos. zimekuwa zikiwa created huko TikTok na nini, ndo zikaweza kufanya mziki wake ufike kule. Kuna ngoma pia ya nani amepewa collab ile Chama Popo ya Mavokali, kuna ngoma ya Musa Keys na Louis kama piano fulani. Ile ngoma ilianza, video yake mimi pia sijui, ilianza kupata hiyo content nyingi TikTok kiasi kwamba hata wasauzi wenyewe wakawa wanajua. Nafana mwingine sasa nimkwambia hata nani Chila huyu wa My Darling. My Darling, yani My Darling video yake imetoka recently hapa, lakini mimi hata sijaifahamu, lakini ngoma na vibe nayo na ni nzuri, na ngoma imeenda kinoma kwa kupitia tu content. Na jamaa yuko vizuri sana kwenye kuteza content kwenda kuangalia. Wezi. Sababu unajua kitu kingine pia, kitu ambacho kimefanya video unahitaji uwe na, yani ile video iwe na bonge moja la creative yani sio kwamba manake sasa hivi availability, sababu zamani ubora wa video uko unaangaliwa kwenye kamera, na sasa hivi kamera, kila sasa hivi director ana kamera nzuri. Kwa mfano unaona Tijomol wakati anaingia alikuja na idea ya kwamba video zake anakuaga na idadi kubwa ya watu video ziko zinatazamwa nini, watu wanapenda, yani zimekuwa zimekaa yani kila scene anaweka kistory yani. Ila baadaye watu wanazoea, umeelewa kwamba wewe huo unafanya hivi, kwa mtu apati ile hamu ya kuendelea kuja kutazama video yako tena, umeelewa, labda ukama na creative nyingine. Mtu kama Kendrick, watu wanapenda video zake kwa sababu ya story ziko more dramatic yani. Dramatic na nini, hiyo ni creative ambao unainvest kabisa. Sasa sisi pia hiyo ni gharama unaingia ya hela, ni kitu ambacho inabidi akifanye msanii mkubwa, umeelewa. Wewe msanii ambaye labda ni mdogo mido au ni mkubwa Tanzania, lakini unahitaji kwenda international, unahitaji content nyingi ili uweze kuwafikia watu wengi. Kwa zile gharama ambazo una invest kwenye kutengeneza music video, sasa hivi quality zinapatikana hadi kwenye simu. Of course yeah. Sure kabisa. Sasa hivi simu zimekuwa na uwezo mkubwa hata kutengeneza kushoot video nzuri tu yani. Kushoot video nzuri ambao kiposti mtu ana uwezo wa kuangalia, akaipenda, akajua kabisa jamaa atakuwa ni fulani hapo, anaenda labda kwenye platform yako labda Instagram. Kwa mtu mwingine anaweza akasema wazee, mbona kama vile mnaharibu biashara za watu, ma video director. Wao wanabidi sasa ndo wawe kwamba tunawaambia wasanii wasiende kushoot music video, watengeneze content. Yani kwamba swala la video liwe ni swala la mwisho, au bado director anaweza akatengeneza content hizo nyingine. Kwa yeye anabidi awe creative. Aidha msanii akiachia ngoma anaichukua, kama alikuwa analipa milioni 20 kwa ajili ya video moja dakika 4, alipe milioni 20 afu mguide kwenye kumtengenezea content ambazo that's the nice idea kabisa yani kabisa yani hapo umenena. Yani badala kuinvest kwenye video moja, na sasa hivi tumeona kwamba content ndo zinafanya music, yani zinafanya muziki wa msanii unaenda mbele. Ni bora director akafanya kazi na msanii kwa kutengeneza zile short clips za content ambazo watazipush kwenye hizi mitandao ya video, labda ni lyrics, kuna video ni drama, ni story yake, kuna ngoma hiyo, kuna video ni msanii ana perform hizo performance video. Sasa hivi kuna content za zile wanaitaga live band, acoustic hizo vitu kama hivyo. Kwa ni bora ulipie package, kwa hiyo asitumie gharama nyingi kwenye kukutengenezea video, sijui anabidi aende location sijui aende Serengeti. Yani kwa sasa hivi iwe more katika kugenerate creative ideas, na sio tu kwamba kushoot video ambayo ina quality ya kamera 8K, utajaza wadada wengi kwenye video, sijui utaweka magari, sijui utanini, unaenda kutumia gharama kwenye clip moja wakati kuna ya dakika 3. Ndio maana kwa siku tulikuwa tunapiga tukasema sasa hivi kampuni nyingi zimeanza kufanya kazi na ma-influencer ambao hata sio wasanii, kwa sababu influencer ana uwezo wa kutengeneza video nyingi kwa siku. Kwa obvious ana namba nyingi. Kwa hiyo mimi nahitaji namba, kwa nitaenda kufanya naye yeye kazi. Kwa kama inaweza ikawa ina impact mpaka wale jamaa wanapata madili kutoka kwenye hizo brands, maana wale jamaa wanawafikia watu sababu
kwenye digital unahitaji quality na quantity. Na quantity of course. Yani quantity quality na quantity. Umeelewa? Yani kwamba inabidi uwapie uwe consistent, watu wakuone kila siku wanakuona. Attention. Umeelewa? Kwamba kweli jamaa ameachia wimbo. Yani watu wanaenda kusikiliza. Mtu akienda kusikiliza wimbo wako au usikilize au hajaupenda, ameupenda, amekuongezea numbers. Hiyo ni hela unapokea kwenye platform. Umeelewa? Ameupenda, kuna ile anaweza akakusikiliza akasema ngoja nisikilize na nyimbo yake nyingine. Wewe kuna nyimbo fulani uliitoa labda hata mwaka umepita, inapata listeners kwa sababu umetengeneza content nyingi. Kwa kwanza hizi music videos wasanii walikuwa wanazitengeneza wananufaisha TV, na hizi TV zilikuwa haziwalipi kwa wao kuplay video. Kwa sababu tukisema sasa hivi wasanii watengenezi video, mtu ambaye anaenda kupata hasara ya moja kwa moja ni mtu ambaye ana TV, ambaye anategemea kuwa ana play nyimbo za watu ili TV yake iweze kunanili kila siku. Ndio maana ulisema hapa kati East Africa walivyokuja Channel 5 walikuja kama TV ya entertainment. Kwa walikuwa wanahitaji music video za kuplay kwenye channel yao. Kwa wakabidi wao wanaingia kwenye hizo cost ili za kuwashutia wasanii music videos ambazo ni kali watazi-air kwenye channel yao. Sasa kama yeye aliweza kuingia hizo gharama, unaona kabisa kwenye hiyo biashara yeye alikuwa ananufaika. Umeelewa? Yaani wewe japo unapata promotion ila yeye ananufaika. Kwa sasa hivi unatengeneza video ina quality kubwa, umeingia gharama kubwa nini, labda unaachia ngoma leo unaachia video. Wewe ni nani? Wewe ni nani ambaye unaweza ukafanya hicho kitu kwamba umeachia leo ngoma leo unaachia video? Unaachia video. Na nimeona kina Burna Boy au kina Wizkid au kina nani tufanye tu ile diss track ya Kendrick kwa Drake. Ilikaa muda haina video. Ina challenge kibao. Hivyo toka video tayari watu wana ile tayari tension, umeshatengeneza demand ya watu kwenda kuangalia video yako. Umeelewa? Ila sasa wezi eti leo tu wewe labda kwa pia hata na madirector bana waingie pia kwenye soko la filamu na nini. Kwamba watanue wigo kutengeneza, sababu hata sana sasa hivi pia kama ndo mambo ya digital sasa hivi watu watengeneza hata shit za kuweza kwa mfano Afrika sasa hivi South Africa na Nigeria wanatengeneza movie kali sana na wanaziuza kwenye digital. Netflix unazikuta huko, Amazon wanaingia hiyo madili na nini. Kwa kama wao wanaweza wakafanya, ina maana sisi ni wakati wetu sisi kufanya kushift pia kutoka kwenye hizi, kwa sababu sasa hivi kuna watu wengi wanaangalia series lakini hawaangalii series za ndani, wanaangalia series nyingi za nje ambao pia wanalipia kuangalia hizo series. Kwa hiyo kama kuna director anaweza akaja akawa na mfumo rasmi na nini, hizo ndio vitu ambavyo wanabidi wa focus huko na nini. South Africa sasa hivi kuna mapiano unazisikia ni kali lakini hujui video. Na of course kama South Africa mapiano nyingi ni audio, yani video ni chache sana. Yani sometimes unatafuta video watu but ni audio na challenges basi nini, mtu anaona clip nini na ukicheza challenge unamuinfluence, kuna mtu anaenda kutengeneza challenge wewe hata umpi hela. Yani kwamba kwa sababu tayari kwa sababu na hata watu na siku zote watu wa mtandaoni wanataka kwenda na trend. Kwa kisha kwamba kuna challenge fulani imetengeneza, na hata atataka tu atengeneze madi tu na agona na trend, na anakufanya sasa unaendelea, anakusaidia kukupushia ngoma yako na kwenda viral. Na nakwambia msanii yote ambaye anaachia ngoma yake hata kama sio nzuri kiasi fulani, akilipa hela kwa TikTokers na influencers, na of course TikTokers wako vizuri sana kwenye kupaisha ngoma, lazima nyimbo yako itawafikia watu. TikTokers wako vizuri sana kwenye kupaisha nyimbo za wasanii. Nyimbo zinakuwa kawaida lakini like these challenges wanazozifanya, unajua siku zote bana, kitu kizuri yani hata kitu cha kawaida kama unakisikia kila siku unakiona kila siku na siku unakiona, lazima tu kitakaa kichwani, baadaye utaanza kukielewa. Hata kama unaishi kwenye nyumba moja na mtu afu kuna wimbo wewe waga upendi lakini kila siku asubuhi akiamka na uplay, kuna muda unaweza kuwa kwenye mishemishe zako ukajikuta umeimba zile kwa sababu tayari kitu kimeshaka. Ndio maana naambia repetition. Ndio maana nasema katika
hizi zama za uchumi wa kidigitali, yani repetition, consistency na kuonekana ni kitu ambacho ni cha msingi sana, yani onekana sana. Yani wapigia tu kelele, watu wakusikie, watu wakuone sana. Hasa ukiona kama labda mimi siwezi kuapia kila series nini, tumia sasa hao watu wewe, tengeneza challenge zako challenge wape wahusika wazipigishe kelele, watu wengine pia watengeneze challenge zao. Sure. Lakini kama wewe una hela nyingi na unaona, kwa sababu YouTube mwanangu, watu wajue tu kweli hela yake sio kwamba ni nyingi. Hamna, tena kwa nchi zetu za Kiafrika, yani zile wanasemaga nini, wanasitaga swini, yani kiwango cha pesa ambacho mtu unatengeneza ukiwa katika hizi ukanda wa Afrika ni pesa ndogo sana. Tena kwa sababu unaambiwa kwamba ukiwa unalipa kulingana na watu wanakutazama, yani like zile viewers wako wanapatikana sehemu gani. Kama ni Marekani utapata pesa nyingi, kama ni Tanzania kwa YouTube ni pesa yake ni sio kubwa hivyo. Video ya dakika 3 unaenda kuitolea milioni 20 ili ujue hapo. Jamani, ma video director msije mkatulani atuharibi soko. Tunajaribu tu kusema tu hali halisi ilivyo, ili ujue upload YouTube ya dakika video dakika 3, uipe TV iplay ngoma yako, kwa sababu bado unaamini labda ndio inaweza ikawa ni njia ya kuwafikia watu. Kwa sababu mwisho wa siku lengo si ni kufikia watu. Lengo ni kufikia watu. Kwa sasa kama ni kufikia watu, kwa nini usitumie mitandao ya kijamii, tengeneza ma contents wafikie watu? Kwa sababu mimi unaniambia kwamba au mtu akanambia au video kwamba mtu anashoot video kwa sababu ya kujibrand. Unajua video, ndio maana nakwambia zamani watu walikuwa na shoot video ili wapate show, waonekane, msanii amuone mtu pale nini, watu waione video kwenye TV, kwa sababu watu wameanza kutengeneza video before YouTube. The main point ya kutengeneza music video, like the main reason na mtu kutengeneza video kwa Tanzania labda kwamba ilikuwa ni kuonekana, kwamba nionekane, watu wanione, video iende inaonekana. Sababu TV ilikuwa haiwalipi milaba. TV hazikuwa zinawalipa wasanii, wala haziwalipi mpaka leo kwa kuplay nyimbo yako. Kwamba eti tuta audit kwamba kwa wiki mimi video nimeplay mara 20 mara 10, kwa inabidi nitengeneze video kali ili TV iplay zaidi. Namna ambavyo inavyokuwa played ndio ambavyo unapata hela. Biashara haikuwa hivyo. Wanatengeneza hizi video kama sehemu ya promotion ya muziki na msanii mwenyewe, ili wimbo uwe hit, msanii apate shows. Sababu watu wameanza kutengeneza video kabla ya YouTube. YouTube imekuja baadaye. Kuna wasanii wana video lakini walikuwa wazipeleki YouTube. Ndio maana kuna video imeupload ni nyimbo ya zamani, lakini ukienda YouTube imekuwa uploaded miaka 5 nyuma. Kwa ile ilikuwa ni biashara tu ya kwamba ili watu wakujue. Sasa tumeswitch huko kidogo. Kwa sababu gani? Mtumiaji sisi wanataka kukuza digital platform. Mimi nimeshika simu yangu hii. Ina maana mimi nikiona challenge yako TikTok ni rahisi back nikaenda Apple Music. Yaani mimi ni mlaji wa moja kwa moja. Niko hapa nina bando, kwa hiyo yaani mpaka nimeweza kuona content yako TikTok au Instagram. Kwa hiyo na access ya kwenda kuisikiliza nyimbo yako audio, elewa, sio kwenye redio. Kwa hiyo tofauti na zamani kwamba nikiona nyimbo nikiisikia kwenye redio leo top 10, nikiambiwa umeachia video, lazima nikae kwenye TV ili nione exclusive ya hiyo video. Ndio maana TV zilikuwa zina hadi vipindi vya brand new video mpya. Yaani kama video ni mpya, kuna siku fulani unajua kabisa nikikaa kwenye TV nitaiona video mpya kutoka kwenye zile nyimbo ambazo nimekuwa nikizisikiliza kwenye redio. Kwa lengo la kuona na iona ile inaendelea kuwa hit, napata awareness ya msanii mwenyewe, TV inaingiza hela kwa sababu ilikuwa ina matangazo na nini. Msanii alikuwa ana biashara yote pale. Zaidi atapata shows. Atakuwa kwenye midomo ya watu, atasikika, atapigiwa, atapata shows. Sasa kama mtu hawezi kuafford kulipia kwenye teknolojia sasa hivi, hawezi kuafford kununua smartphone ya $60,000, hawezi kuafford kuweka bando la kusikiliza muziki labda YouTube au kuingia TikTok au kuingia Audiomack au Spotify, huyo mtu hawezi kulipa show ya $20,000. Hawezi. Sure kabisa. Hawezi. Zaidi ndo hao wanaopelekewa show za bure. Labda radio inataka kupromote labda show hizi
campaign ndo watu wanapata access ya kumuona msanii. Umeelewa? Lakini trust me, hakuna msanii Bongo ambaye ana uwezo wa kwenda CCM Kirumba pale akawaambia labda nabidi nilipe kiingilio kitakuwa ni 15 ule uwanja ukajaa. Umeelewa? Sababu yule ambaye anatumia simu wewe ndio unahitaji uanze kumtarget, kumshawishi aje kwenye show yako. Sababu kama ana uwezo wa kuweka kila siku voucher 2000 3000 ashindwe kulipia show yako. Na jamaa mmoja ashe kuniambia hivi, kwa nini kwenye shows akionaga video za mbele kuna watu wenye mwezi wameshika simu wanarekodi, watu wamependeza, ila kwenye show za Bongo kuna watu wako mbele kiasi kwamba hadi wale walinzi wanawachukulia poa, anaweza akapigwa hata kirungu, akasukumwa na nini, sababu wanaonekana ni watu ambao yani ni chini. Show ni ya bure au show ni kiingilio 5000 au show ilikuwa na kiingilio 10000 lakini waandaaji wameingiza watu wengine ili ionekane show ina watu imejaza. Umeelewa? Kwa hiyo bora uandae show ya watu 20 ila wanakulipa. Uitumie tu kama anakulipa, kesho yake utaongezeka, utapata watu 30, utapata watu 40, utaenda una focus kwenye biashara yako. Mwisho wa siku kama umetengeneza numbers kubwa ya watu Spotify, na hao watu wa Spotify ni wa Tanzania au labda wengine ni wa Kenya au Audiomack, ina maana kama mtu anaisikiza album yako anaonaga tu challenge, siku kimwambia unakuja kuperform ataenda kwenye show yake. Kuna wasanii wa South Africa au Nigeria wanakuja Bongo, wanalipwa hela ambayo wasanii wa Tanzania hawawezi kulipwa. Sababu wale wasanii wa kule na Nigeria soko walo target hapa sio la mtu wa kawaida. Umeelewa? Yaani kama mtu anasikiliza album ya Burna Boy ana uwezo wa kuilipia. Burna Boy akija Bongo akaambiwa kiingilio ni 100,000 ashindwe kulipia. Kwa hiyo kumbe hata na wewe unaweza ukafanya hivyo. Ili ufanye hivyo unabidi upite kwenye ile script anaoipita huyo mtu. Utakiwa kulalamika. Sasa wewe unalalamika labda Burna Boy amekuja Bongo amepewa treatment tofauti na sisi wewe una single track 2. Umeelewa? Zaidi wago na matukio tu, story, umeonekana uko na wanao nini. Wasanii wa Bongo ni rahisi kukaa pamoja sana. Yaani unaonekana hiyo basi ile una single hizi track, labda una biashara zako nyingine. Kaletwa msanii mwenye album, wewe umeitwa pia kuperform kwenye hiyo show. Hauwezi kutaka kulipwa kwa sababu ya fact ya uzalendo. Kwanza neno uzalendo kwenye hizi digital hamna tena. Unajua kwa sababu gani? Dunia imekuwa ni kijiji. Mimi siwezi kusikiliza nyimbo yako mbovu eti kwa sababu wewe ni Mtanzania. Yaani kwa nini mimi niteseke? Yaani kwa nini? Nalipia bando hilo. Nalipia bando eti kwa sababu kwa nini invest dakika zangu 3 zote na kusikiliza wewe? Hata naweza kusikiliza ngoma ambayo mimi itaniburudisha ikaniburudisha na nini. Kwa kama wewe sikusikilizi, mimi siwezi kuja kwenye show yako. Mimi siwezi kuja kwenye show yako. Kwa atana na kuinvest hela nyingi kwenye haya videos, sijui kuinvest hela nyingi kwenye propaganda na nini. Hata hivyo vitu havina maana. Kwa kikubwa wasanii wa invest, yani sasa hivi wapambane kwenye kutengeneza demand, content demand, yani kwamba watu demand ambapo unasema kwamba hata kwamba umeenda umetoa umesema bana show zako ni 100,000 watu watalipia kwa sababu tayari umeshatengenezea demand, umeshakufahamu, wanakuelewa, wanajua kitu gani unachokitoa. Hata msanii anaweza kama anataka kuachia album, kabla hajaachia album, msanii tena ni mkubwa tu duniani ataachia single track ili kutengeneza demand, ili akija kuachia album tayari watu wanahitaji wa ile, yani aangushi tu album out of nowhere eti asubuhi tu album yangu imetoka bwana. Hata Drake afanye tengeneze mtu demand kwanza. Mtu awe na ile awareness. Kuna album inakuja bwana. Kama hapo tayari umeshaachia single 2 track ambazo ni kali kinyama, mtu umeshamtengeneza jamaa ngoma ameacha album. Kama hizi ngoma kama hizi single track zake ni moto, ngoja basi nikasikize na album yake.
ukisikiza album isikilize usisikilize tena ile imeingia tayari, ukisikiliza tena ile unaingiza zaidi. Kwa yani tengeneza kwanza demand. Sasa kwa sababu sisi ni waoga kwenye kutengeneza album na hizo EP tunatoa single track, demand yetu tunaitengeneza kwenye kutengeneza content. Fanya tu content creation, tobo hili hapa. Na kwa maana nyingine namaanisha kwamba sasa hivi kwa msanii ambaye anaanza kutoboa ni rahisi sana kumpea miaka 10-15 iliyopita au 20. Kutoboa ni rahisi, lakini kuna elimu ni nyingi zaidi, yani kwamba kuna maarifa mengi ambayo pia uya-apply. Ni rahisi, yani tobo ni jepesi kutoboa, lakini pia kuna maarifa ambayo bidi uya-involve kuweza kutoboa hilo tobo. Yani sasa hivi, zamani ilikuwa kuna watu wanaweza wakashikilia hii industry kwa sababu yeye ana access ya TV, anaweza akasema wimbo wako haupigwi au akasema tena haupigwi hata media za mkoani, anaweza kupiga simu huko mikoani, hiyo nyimbo msipige. Actually hata kama wewe ni smart kiasi gani hapo utoboi of course. Yeah. Ila sasa hivi digital ina maana wewe tu ni skills yako ya kuweza kucommunicate nao watu. Hakuna mtu atasema eti atawaambia atawapigia simu Instagram eti hiyo account ifuteni. Atawaambia watu TikTok hiyo nyimbo. Soko sasa hivi ni ulia. Soko ni ulia. Kwa kama soko ni ulia na maana kila mtu ana option ya kufanikiwa. Yani kama kila mtu ana kipande chake cha keki. Na kama kila mtu ana kipande chake cha keki ina maana competition ni kubwa. Yani kwamba tunapoanza wote tupo katika equal threshold ya kutoboa. Yani wote tunaanza katika mstari mmoja. Hamna kwamba huyu ana favor kwamba ipo sababu huyu hapa yupo Dar es Salaam ana favor kukuruka mimi ambaye nipo mkoani. Sasa ngoja nikwambie kuna dogo anaweza kawa ni blood. Kuna mshikaji ni anaitwa yupo kambi ya Kigoma yule mshikaji yule Saudina. Imagine jana nimenitoa ana numbers, ana post clip, anapata comments kwa wasanii wakubwa. Sasa hicho ambacho ndicho shoot video. Sasa hicho ndicho kwa nasema hahitaji kuwa na director mkubwa, content. Yani ni msanii ambaye yupo kambi ya Nyarugusu Kigoma, lakini ana numbers. Hayuko Sinza. Haipo Sinza. Maana miaka zamani like nakumbuka nikikuwa bana msanii bana kwamba ukitaka kutoboa nenda Dando kuna kila kitu. Na kuna sehemu unatakiwa uishi sehemu kwamba ndio uweze kutoboa. Lakini wote sasa hivi msanii yote like wote pia tunaanza katika mstari mmoja. Tena sasa hivi ambapo teknolojia imekuwa ni noma. Mimi naweza nikarekodi nyimbo yangu niko Kigoma ikafanywa mastering Uingereza. Jamaa kanirudishia nyumba yangu. Akurudishia na nili? Nikatafuta simu mtu akanirekodi, tukatengeneza TikTok, Instagram, ukanitafuta ukaisikiliza nyimbo yangu. Tabaki tu unajiuliza, huyu jamaa amepata quality gani yuko Kigoma? Umeelewa? Ila ni kwa sababu tumetransform hivyo yani. Kuna watu wana struggle na muziki hapa hawajafikia numbers za huyo mshikaji ambaye tunamsema. Like kwamba kwa msanii hata sio msanii mtu wote tupo katika level ambao like dunia sasa hivi ni kijiji. Yani wote wote tu wanasema wote tuna equal advantage za kutoboa. Yani wote tuna equal advantage za kutoboa. Haijalishi upo ndani kwa upo mjini. Wewe kama una talent, una timu nzuri ya kupush na nini. Umeondoka. Nitakupa mfano, kuna madogo pia walitoboa hapa Juskati hapa. Wadogo anaitwa Dogo Pattern. Dogo Pattern na Sergeant. Ni walitengeneza TikTok. Sio kwamba kuna bro aliwashika mkono akaenda akawaombea interview kwenye radio. Content. Walitengeneza content, wakatengeneza demand, watu wakawa wanafahamu. Kwa hiyo walivyoje kuachia vitu vingine ikawa ni rahisi. Kuna nini? Watu wanajua nini, watu wanawahitaji. Na watu sasa hivi hawaangalii quality. Ukiwa unaanza na nini, watu wanaangalia una deliver nini. Mimi sitaki kujua eti wewe ulishutia iPhone 7 au ulitumia LED camera watu hawataki. Mimi sitaki kujua kama ulitumia LED camera au 6K 8K nini, watu hawataki kusikia hicho. Shoot movie za Netflix. Sure. Ila kwenye hii tengeneza content kabisa. Yani hata msanii mkubwa sasa hivi, wewe ni mkubwa kiasi gani,
unahitaji kutengeneza content ili kutengeneza demand ya hiyo product ambayo unaiuza. Na hii inaweza apply kwa mtu yote, sio msanii, mtu yote ambaye anataka kufikia watu wote kupitia mitandao ya kijamii. Uwe mfanya biashara, uwe ni dancers, lazima unatengeneza clip zako, unatengeneza content, una push. Umeelewa? Zamani dancer ilikuwa iliweze kufanikiwa inabidi uwe chini ya msanii uonekane kwenye music video zake na nini, video zake kwenye show zake na nini. Sasa hivi uhitaji hiyo, unakuwa independent, unauza product yako, watu wanaipenda, tunaondoka. Ila tumetumia mfano mzuri sana wa jamaa wa Nyarugusu mwamba bana, yani content design afu anajua sana msanii mzuri, afu ana confidence yani kama vitu ndio vitu ambavyo pia tulizungumzia katika plani zetu zilizopita zile za branding. Confidence pia yenyewe ni muhimu yani kwa sababu yule jamaa mimi nilianza kumuona muda kidogo, ila nikaa kama anajua nini, nikaachana naye, nikaona labda ni TikToker. Lakini yeye anajua kama kulikuwa kuna watu aina yangu yake, na alifocus nao watu yani like ashajua kwamba mimi watu wangu na design, na labda sometimes labda kwa akufanya hivyo intentional, lakini kuna kwa nini alivyojiweka na ka stay true na ile afu kuwa real na kuwa real yani kwamba akaweza ku attract the real audience wake ambayo anawataka. Kwenye kitu nimejifunza pia, watu wanapenda uhalisia, authenticity kabisa. Kwamba jamaa hakuwa anahitaji kukodi nyumba kali ili aonyeshe, kwa sababu wewe ni kuna ile kwamba kwa sababu mimi ni msanii inabidi nionekane kwenye. Kuna msanii mmoja nishaikuwa nafanya naye kazi, nikamwambia tengeneza challenge, akaniambia tunahitaji tupate sehemu kuna jiko kali lakini kiwalisia watu hawataki hiyo. Yule mshikaji ana rekodi akiwa kwenye nyumba ya udongo, ameshika kiredio chake na nini, ana manzi yake fulani anampeleka na anatuonyesha pia na kile kitu ambacho kunaonyesha kwamba pia onyesha maisha. Jamani tunaonyesha kwamba kanua TV inchi 32 smart TV, jamani nimenunua TV, yani hiyo yote yani afu hiyo vitu anaweza kana afanye intentionally kwamba, lakini anafanya anaonyesha uhalisia wake, na ule uhalisia wake ndio unamsaidia yeye kuweza kuconnect na watu. Hata ile product yake ya muziki inaweza kuwa kawaida, lakini tu kulingana na watu wameshaweza kusympathize naye kulingana na maisha anayoishi like udongoni like nini watu kamaona. Mimi tena kuna video clip niliona ya mshikaji, unajua ukanda ya ziwa sehemu yao ya mjini ni Mwanza. Kwa hiyo alimpeleka manzi yake Mwanza shoot kama yuko happy, yani ni sawa na mtoto wa Dar sasa hivi aende Cape Town au msanii, yani yuko yani ana vibe kwamba nimemleta mtoto Mwanza, numbers kibao, comment kibao. Mimi ninaweza kama na product yangu nataka niuze labda ukanda huo, naweza nikampa yeye deal, of course akapata endorsement kwa msanii mwingine, kwa sababu tayari yani mtandao wa kijamii bana sasa hivi sababu ananipa iko active Afu kitu kingine ninachopenda, ipo consistent yani haifikirii content, yani anatoa yani anajiamini. Unajua issue ni kwamba ni kitu afu, na sasa hivi mitandao ya kijamii ilivyo, Instagram sasa hivi ilivyo, Instagram ina support yule mtu ambaye yuko active. Unajua Instagram sasa hivi ina competition na mitandao mingine kama TikTok, Facebook na nini. Kwa like itafanya juu chini ku make sure mtu akishaingia kwenye page yako hatoki, yani kwamba wanampa vile vitu ambavyo anavipenda. Kwa sasa kama kama ulitokea siku ya kwanza ukaona content ya jamaa ukaipenda, kwa utazidi, na kama upo active watu Instagram wataendelea kusuggest content zako wale watu ambao like wali ambao wamekuwa wakifuatilia mara kwa mara tu wasitoke katika mtandao wa Instagram. Siku tuliongea hapa tukasema watu wanapenda kukuona unavyokuwa, so hautakiwi kufake una maisha fulani, yani growth yako kama imewahi. Unaona mshikaji kama alishoot amenunua TV ya nchi fulani, siku wewe ukimuona shoot amenunua gari utafly, utaona kama wewe umekuwa sehemu ya growth yake. Kwa moja kwa moja wewe ni yule shabiki tunasemaga loyal. Yani upo, yani una uwezo hata wa kumtetea mbele za watu kabisa. Yani tayari kuna ile emotional connection ambayo tayari ameshatengeneza na wewe. Ile anavyoonyesha kwamba kamnulia mke wake zawadi, ipo ndani na watoto wake wanaonyesha TV. Yani like ile situation nzima ya maisha yake ameweza
kuihusanisha na product yake. Kwa ni rahisi kuconnect na product yake ya muziki kirahisi sana. Na hapo bado kuna wasanii wapo Kigoma, wapo Mwanza, labda wapo Shinyanga, wapo Bukoba, wapo mkoani, wana quality, wana talent hali ya juu. Wana simu nzuri tu, wanatumia, wana rekodi, lakini wanaamini hawawezi kufanikiwa kwenye yale mazingira wanayoishi kabisa. Wako wana struggle, labda anawasumbua ndugu zake aje da ili aje kutengenezea muziki huko. Umeelewa? Kumbe pia kufanya muziki kwenye eneo lako inaweza ikawa pia ni utofauti, ni uniqueness, kwa sababu watu washazoea mazingira yale koko yani lakini huyo jamaa anaweza kusema kitu ambacho ametufanya mimi mwenyewe nimekuwa interested. Mazingira kwanza anarekodia ni mambo B2K. B2K alikuwa anafanya vizuri mikoani. Yeye akaamini kwamba ili aweze kuteka soko la Tanzania anabidi aje kuishi da. Afanye kolabo na wasanii huko, apush. Hivi kumbe jamaa sio mtu wa da. Sio mtu wa da, jamaa ni mtu wa Iringa. Na amefanya vizuri. Kumbe zile ngoma zake zote zile tunaendana, zote amezifanyia akiwa Iringa. Iringa tunaendana hii aliomba na Vanilla. No, tunaendana na wewe. Zote hizo ni za Iringa. Kwa ana mashabiki Mbeya, Iringa, huko yani ukanda huo wa chini. Ana mashabiki. Alichokuwa anatakiwa kukifanya ni anachokifanya hiyo jamaa yetu Wanyarugusu huyo, kwamba yeye alitakiwa aanze kutengeneza content akiwa maeneo yake yale. Da, mbona watu wangemsikia? Alikuwa anakuja da kufanya show, labda anarudi nyumbani. Yani sasa hivi soko limekuwa jepesi sana, yani hajalishi uko wapi. Sasa hapa katikati alifanya project, akaja da akarekodi ngoma na wasanii, akashoot video kama tunavyosema, akachia video. Hizo haziwezi kukusaidia. Tengeneza demand kama ambavyo tumesema. Hizo gharama ambazo unatumia kutengeneza video, rekodi video ukiwa huko kwenu. Tuonyeshe mazingira ambayo tujazoea. Yani watu wako tuonyeshe lifestyle ambayo unaishi, kwa sababu kule jamani superstar. Kwa kama anaweza kuonyesha ile lifestyle ya jinsi ambavyo watu wanamchukulia na nini, ile sisi ndio inatuaminisha jamani mkubwa mwana. Kama aliweza kupushi single track ukaisikia ukiwa huku, imagine angekuwa na hiyo content, anatengeneza content nyingi. Yani ana invest kwenye kutengeneza content, waonyeshe watu maisha yako, watu wamjue ndo B2K anaishi hapa. Ndo washikaji zake, huyu ndo mama yake, huyu ndo mdogo wake, haya ndo mazingira yake. Watu waonyeshe watu walisia. Uhitaji kufake, japo wanasema sijui fake until you make it. Fake it until you make it. Hiyo sio kwenye digital ya sasa hivi. Sisi tumeanza podcast tukiwa tuna mic moja haitoi sauti vizuri. Tukafanya podcast ya pili tuna mic zote mbili. Tumefanya nyingine tuna stand moja, tuna stand nyingine. Kwa hiyo tutakuwa na stand tena nyingine kabisa. Sure. Mtu sasa hivi ukikaza kidogo tu kutoboa ni rahisi sana. Yani ukikaza, yani effort unahitaji tu effort na knowledge kidogo tu kuweza kutoboa. Bas. Tulikuwa na good time. Sana. Topic ya kwanza, of course topic zao zilikuwa very very hot sana. Yani kama hii ananili kwa hot sana. Hii kwa hot sana. So till next time guys. Peace.